Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Tupo mwalimu, habari ya huko? Huku ni njema. Mpo wapi? Maana ukisema tupo huku kwetu inakuaga ni ile kuwa tupo tu, hatuna la kufanya. Uko wapi? Nipo Fizi hapa. Sasa hivi nimekuja Fizi kwa ndugu zangu hapa Fizi. Sawa. Niko maeneo haya, niko na wazalendo. Huko Fizi huko? Tunaambiwa kuwa ni kama serikali ya Kongo inajaribu kuwahujumu wazalendo. Ambao sasa hawajapewa silaha, kwa sababu kumekuwa na malalamiko hayo, na sisi kazi yetu ni kufikisha taarifa na kufanya uchambuzi wa mambo yanayoendelea ili ndugu zetu waweze kuyaelewa. Kumekuwa na hiyo sintofahamu kuwa serikali ya Kongo inahujumu wazalendo wa Kongo kwa kuwanyima silaha, lakini pamoja na chakula watu waliojitolea kwa moyo wote, na tumeona matokeo, kwa sababu imefika mahali mpaka M23 imeishiwa wapiganaji mpaka ikaenda kuteka wanafunzi shuleni. Sasa je, ndani yake kuna nini katika hili kwa serikali kuwanyima, au ndo mambo yale ya mbwa kala mbwa, au ni nini? Wanasiasa sio wa kuamini, wanasiasa ni waongo. Yani ifahamike tu kwamba mwanasiasa ukimwambia maji anakuambia mchanga. Yaani mwanasiasa ni muongo, sio kumwamini sana. Na ndio maana Vladimir Putin alisema kwamba siasa katika vita hazina nafasi. Yaani siasa katika vita hazina nafasi. Kwa hiyo mwalimu, neno la Mungu ni wazi kabisa kwamba unaowasikia wazalendo hawampiganii Felix peke yake. Lazima ufahamu hilo mwalimu. Ndio. Unaposikia wazalendo ujue wale hawampiganii Felix, wala hawampiganii Bisimwa, wala hawampiganii Kagame, wala hawapiganii hata madini ya Kongo. Hawapiganii madini ya Kongo. Umeona? Aliniambia ndugu yangu ayetoka ya kwamba maana alisikia tunazungumza ya kwamba kinachoiponza Kongo ni madini yake. Kinachoiponza Kongo ni rasilimali zake. Alisema hapana. Wala Kongo haiponzi na rasilimali zake. Wala Kongo haiponzi na madini yake. Isipokuwa Kongo inaponzwa na viongozi wa Kongo. Ambao bado akili zao hazipo kiukombozi. Isipokuwa Kongo inakuwa na viongozi wa Kongo ambao bado akili zao zimelala. Akili zao hazifanyi kazi vizuri. Wana akili lakini sio timamu. Yaani wana akili nyingi, utimamu ni mdogo. Kwa hiyo mwalimu, neno la Mungu ni kwamba ile Kongo, wale wazalendo hawapiganii madini ya Kongo. Hawapiganii rasilimali za Kongo. Wanapigania ardhi ya Kongo. Wanapigania utu wa Kongomani. Wanapigania utu, yani ardhi ya mababu zao ambao wameishi kwa miaka. Madini kitu gani? Na ndio maana naambiwa hivi, wale wazalendo wamesema kwamba, taarifa amenipa ndugu yangu ayetoka. Kuna ile unakumbuka Mwakilembe kwamba Marekani ilituma maafisa pale Kongo. Marekani wanajifanya kiranja wa dunia. Mara mimi silindi duniani, mara polisi, mwanajeshi wa Marekani sio polisi wa dunia, lakini anataka madini ya dunia nzima. Wanataka madini ya dunia nzima afu nishakataa. Kumbuka Marekani amesema kwamba mimi jeshi langu la Marekani sio walinzi wa dunia nzima. Lakini hapo wanakuambia wewe sasa sikiliza, nipe madini nikupe wanajeshi. Sasa hiyo ni akili matope. Lugha hizi Mwakilembe. Dunia imejaa matapeli wengi. Kwa mwalimu, fahamu tu kwamba pale Kongo hao wazalendo na hao wazalendo sawa? Wao kama wao wameshasema mwanzo kabisa. Wanapigania Kongo yote. Na ile Kongo Mwakilembe ingesha kwenda na maji. Isingekuwa wazalendo, Kongo ingekuwa hamna. Tungesikia labda manchi zingine, labda Katanga, labda Lubumbashi au Kisangani au Fizi. Tungesikia mataifa madogo pale ya Kongo. Kwa sababu Kongo ukigawa vizuri unapata mataifa 14 madogo sawa na Rwanda. Na ukigawa Kongo ukigawa vizuri, ukigawa Kongo katika size ya Rwanda unapata mataifa 89. Sababu Kongo ile ina kilomita za mraba milioni 2. Milioni 2. Sasa Rwanda ina kilomita za mraba ngapi? Kama sio 21, 22. Sawa na Israeli. Nchi ile. Isipokuwa Mwakilembe, hawa Wahima wanafikia Wahima hawawezi kumtawala Mbantu. Wafahamu kabisa na watusikilize. Wahima hata wafanyeje, wainano wapinduke, Mhima hawezi kumtawala Mbantu. Na Wabantu nao wazungumzia ndio wao wanasikia wazalendo. Sasa idadi imefika 57 ya wazalendo. Wapiganaji hao lazima taarifa wainazo watu. Ndio. Usifikiri wazalendo ni watu wa kawaida tu. Wana shida na mtu, lakini wana Mbantu wanaga shida na mtu mpaka umchokoze. Ndio.
Wazalendo sio watu wa kawaida kama unavyosikia. Tunawaita vijana wa William Mwamuli ya Kutumba. Ndio kiongozi nao. Wale ni wapiganaji kweli kweli. Sasa wamefika 57. 57 ziko nchi nyingi tu hazina wanajeshi 57. Na wasiwasi kama Rwanda ina jeshi la watu 57. Na wasiwasi sana. Sasa hawa wazalendo wako ambao wanatumia mikuki. Wako ambao wanatumia kuni. Wanatumia mikuki. Wako ambao wanatumia mikuki, wazalendo. Wako ambao wanatumia hizi kuni hizi kama fimbo. Kuni unasema mtu kabeba kuni kama kabeba fimbo. Kumbe kabeba silaha. Wewe unamwangalia huyu atakuwa ni mkulima huyu na unapishana naye, kumbe kabeba silaha. Mzalendo anaweza akakuwa kwa kuni. Kuni tu. Afu wako wale ambao wanatumia mapanga. Mashoka. Wanaipigania ardhi yao. Wanaipigania nchi yao. Afu wako wale ambao kidogo wameendelea wanatumia bunduki. Ama silaha hizi za kisasa. Wako aina hiyo. Ndio maana ukiangalia video ambazo nitakutumia ipo kwenye group. Wako wazalendo ule msafara wa wazalendo ule. Wako wazalendo ambao wameshika bunduki, wako ambao wameshika mapanga. Umo. Wako ambao wameshika fimbo. Umo. Wazalendo watembei kwa magari. Watembei kwa ndege. Watembea kwa mguu. Kwa mguu na ungo. Mchana watembea kwa mguu, usiku wanapaa na ungo. Wazalendo hao. Mwalimu mbona unacheka? Sasa kwa nini unacheka? Ukipaa na ungo wewe si mchawi? Asa uchawi kivipi sasa? Si ndio hivyo. Yaani mtu anayepaa na ungo si ni mchawi. Nchi yako ile ni African technology. Unailinda nchi yako. Kwa wao. Mzalendo hapandaji pikipiki. Hapandi magari. Hapandi bodaboda, hapandi bajaji. Anatembea kwa mguu kilomita na kilomita. Sasa hawa wazalendo hawa usiku kwa ungo. Ungo ni ungo anapaa kabisa. Makelembe sikutanii. Kuna wazalendo zote maimai. Ndio. Ni maimai manake nini? Manake nini? Maji. Hawezi kujua. Kwa hiyo mwalimu na Mungu fahamu tu kwamba wamesema hivi kwamba wao Felix akaenda kuleta ujinga. Watamgeukia Felix. Kama walivyomgeukia Joseph Kabila. Joseph Kabila miaka yake yote yuko vitani na wazalendo. Wazalendo puchu wamtoe Joseph Kabila madarakani. Tunafahamu Kabila sio Mkongomani. Tunafahamu Kabila sio Mtusi, sio Mbantu. Kabila ni Mtusi, ni Muhima. Hata vile vile alikuwa ni Kibaraka. Kwa hiyo kwa wazalendo wamekuwa vitani tangu 96 vita vya kwanza vya Kongo. Unaelewa? Kwa hiyo Mwakelembe wamesema hivi, wao hawatambui mazungumzo. Hawatambui mazungumzo yote yale yanayofanywa kati ya Felix na M23. Hawatambui hicho kitu. Felix yupo Kinshasa, anakula bata. Yupo kwenye kiyoyozi, analindwa na wazungu. Felix analindwa na wazungu Mwakelembe. Hana wasiwasi, hajui ugumu wa watu wanaoishi wapi? Kule Goma, kule Ufumu, kule Kalemi, kule Kamanyola, kule Butembo. Huko hajui maumivu na machungu wanaopitia watu wa Kongo Mashariki. Hajui. Ila wenye kujua uchungu ni Felix hajapewa vita. Ndio. Katika maisha yake Felix hajakuwa mwanajeshi. Alikuwa anakula popcorn Ulaya. Felix alikuwa anakula popcorn Ulaya. Alikuwa analamba vitu Ulaya. Alikuwa hajawahi kuwa vitani, mwanasiasa tu. Ndio. Ndio maana William Mwamuli ya Kutumba amesema kwamba waache waendelee na mazungumzo yao. Operation imefanyika kubwa katika milima ya Wanyamulenge. Imefanyika operation kubwa katika milima ya Wanyamulenge. Kule ndiko ambako walikuwa wanaishi hao wanaita Watusi leo. Wamekimbia. Wameacha nyumba zao. Operation kubwa ni usiku kwa usiku, chumba kwa chumba, panga kwa panga. Hakuna utani Mwakelembe. Watu wako vitani. Kwa hiyo Mwakelembe vita vitaki maneno. Vita havitaki maneno, vinataka matendo zaidi. Ubaya wanasema watoto wa siku hizi hawa wanaoshangilia wanasema ubaya ubwela. Kwa hiyo mwalimu fahamu tu kwamba hali bado ni ngumu na wazalendo wamefika 57 na wameendelea kusonga mbele na wameendelea kukomboa kijiji kimoja kwenda kijiji kingine. Sema taarifa hizi hauwezi kupewa. Taarifa hizi huwezi kupata.
Na mtoto mmoja amezungumza leo, amenitumia ndugu yangu aitoka, amezungumza mtoto mmoja mdogo kabisa, alikuwa anaongea nadhani na jeshi la Kongo. Kulikuwa na kongamano linafanyika huko. Amewaambia kabisa wote wanaotekea mabaya Kongo, wote ambao wanaua watu Kongo, wote ambao wanavamia ardhi ya Kongo, wote hao ni wakuzimu. Wote hao ni wakuzimu. Na hiyo kauli amesema mtoto mdogo mwenyewe kama 9 kama 12 hivi. Nitakutumia uone. Ni wakuzimu. Hakuna mkongomani anayewaunga mkono wa M23. Ndio. Unaongeaje wakati wewe umetangaza milioni 5? Huyu atakayetoa siri ya kukamatwa au sema mambo alipo Bisimwa au Nanga. Wakati huo tena wewe rais umesema unataka kuongea na M23. Wakati huo miezi miwili nyuma mitatu ulishakataa kwamba huko hautakaa hata siku moja ukutane na M23. Kile amesahau alichokizungumza miezi 4 nyuma. Au Makelele huyu jamaa ameharibiwa na madawa ya kulevya. Kwa sababu gani? Wiki nyuma kidogo hapo alisema kwamba hayuko tayari kuonana na Kagame. Hayuko tayari kuonana na nani? Kagame. Na Kagame. Akasema yeye hawezi kuongea na nani? Na M23. Alishauriwa Kenya, akashauriwa Dar es Salaam ya kwamba ahakikishe anafanya mazungumzo, na kama vita uviwezi zungumza nao, si umeshinda vita. Wewe si muoga, wewe sio mzalendo, wewe umeamua kwa kibaraka, wewe si una uchungu na Kongo wewe umekuja Ubelgiji, kazungumza nao kama utafika mwafaka. Hakuna kinachoweza kufanyika pasipo kuwasikiza wazalendo. Wazalendo ni jeshi kubwa. Ndio. Wazalendo Makelele ni nchi kubwa. Makelele unasikia hizo unasema Uvira, unasikia Fizi, unasikia Uvira, Fizi, maeneo si kama Manyola, si Kalaimi, si Butembo, si hayo maeneo yote hayo ni makubwa. Ni makubwa zaidi ya mkoa wa Mbeya. Ni makubwa zaidi ya Rwanda yenyewe. Na pale walipo, yani M23 wangesasonga mbele. Isipokuwa pale kati. Yani pale katikati pale. Pale kati wamejaa Wabantu wa kutosha. Wabantu kweli kweli. Utamtoa mbali kwenye ardhi yake. Ngumu hiyo. Utamtoa mbali kwenye ardhi yake wewe? Hiyo ni ngumu. Haiwezekani. Kwa hiyo wanaoilinda Kongo ni wazalendo. Na siku nimeambiwa na ndugu yangu kutoka Kongo. Ameniambia siku Kongo itakapokuwa rais wa Kongo na atakapokuwa ni Mbantu kabisa. Aidha Mbembe au Mbira. Siku ile Kongo au mtu wa Fizi, Kongo itakapoongozwa na Mbembe tena, hata Marekani wenyewe wajiandae. Hapo mwalimu niseme kitu jambo moja hapa. Sawa. Wazalendo wamesema hivi. Huu ni ujumbe nakupa na wewe uambie ndugu zako. Marafiki zako. Wakina James Kabarebe. Waambie wakibaraka na Kabalagi hao. Wamesema hivi. Wao kama wao wazalendo. Ndio. Hakuna jeshi wanaliogopa hapa duniani. Hakuna jeshi wanaliogopa. Wamesema huyo Marekani ambaye anataka saini mkataba aike kambi pale Kongo. Wamesema aje, wanamsubiri kwa hamu. Alafu Makelele wazalendo wana tabia moja. Mungu akashangaa ametokea kama mzuka yuko nyuma yako anakuchinja anaondoka. Aise. Kama mzuka. Makelele usiseme aise. Unasemaje aise vitu vya msingi? Sasa Marekani wana teknolojia kubwa. Mbona nikupa sifa za wazalendo na kama unazipinga? Sijazipinga, ila najaribu tu kuangalia. Wamarekani wana teknolojia kubwa. Wana drones ambazo zitakuwa zinazunguka hayo maeneo kulinda. Sasa najaribu kufikiria hao wazalendo watapitia njia gani? Nimesema hivi. Wazalendo unaweza kuwa umesimama mahali ukashangaa yuko nyuma yako ghafla. Amefakaje mimi sijui. Anakuchinja hapo. Hiyo ni zaidi ya drones hiyo. Hapo sawa. Hapo kunibishia sababu ni mambo ambayo yapo. Sawa. Kama unibishia njoo kule, nenda kule Butembo, njoo kule Kalemi, nenda kule Kamanyola, nenda Ufizi huko. Kama unanibishia ukawauliza Wabembe watakwambia shughuli jinsi ilivyo. Sawa bwana, wewe si umeniambia. Unafahamu ule mnara mwanajeshi pale Dar es Salaam? Unafahamu? Makelele wapige 0762 155025 kupata kitabu cha laana ya madaraka, pesa na damu. Kitabu ni shilingi 40,000 pekee. Mwalimu wa neno la Mungu, amani ni bora zaidi kuliko vita, lakini fahamu tu ya kwamba sehemu ambao kuna Mbantu
hamna mpuuzi anaweza kaingia kirahisi rahisi. Mimi nikushukuru sana. Asante sana.